Natumai waweza tambua fikra kwamba ni wakati gani na hali gani ambapo nchi ya Tanzania imefikia na inapitia, hasa katika masuala mazima ya kisiasa hadi kufikia wakati huu. Na hii hasa imekuja baada ya Mwigulu Lameck Nchemba kuteuliwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo kumeonekana kuwa na maneno mengi ya kikashifa dhidi ya viongozi na viongozi wastaafu. Lakini kabla sijakupeleka kwenye makala kuu, nikukumbushe kwamba usisahau kulike, kucomment na usiache kubonyeza neno subscribe ili uwe wa kwanza kujipatia taarifa hizi kemkem ndani na nje ya nchi. Katika hotuba ya Dr. Jakaya Mrisho Kikwete ambaye ni rais mstaafu wa awamu ya 4 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo alikuwa akihutubia katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo pia ni kama rais wa chuo hicho, amedai kuwa yeye anajivunia utendaji kazi wa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, ambaye kuanzia stashahada yake ya kwanza mpaka stashahada ya uzamivu ambao ni PhD amezipata katika chuo hicho cha UDSM. Lakini kwa niaba ya UDSM amesema kwamba sisi UDSM tunaona fahari kubwa sana kuwa na wewe ambaye ni miongoni mwa mabalozi wetu wema wa chuo chetu, na umeanza vizuri na tunakuomba uweze kuyakanyaga vizuri siku zizidi kwenda. Haya ilikuwa ni hotuba au ni maneno yenye busara sana ambayo alikuwa akiyatoa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Lakini kwa upande wa pili, mvutano bado ni ule, kashfa bado ni zile, kwani tunavyotambua fikra ya kwamba hamna kashfa na maneno ambayo ni mabaya kusemwa hadharani. Sasa tunataka tukamsikie Dr. Jakaya Mrisho Kikwete katika hotuba yake pale UDSM kuhusiana na Mwigulu Lameck Nchemba. Sisi katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tumefurahi na kufarijika sana kwa wewe kupata nafasi hii ya juu ya uongozi wa nchi yetu. Wewe ni zao la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Umesoma na kuhitimu shahada yako ya kwanza UDSM. Umesoma na kuhitimu shahada yako ya pili UDSM. Na umesoma na kuhitimu shahada yako ya tatu. Maana ile yako ya pili ni uzamili, lakini ya tatu umezamia ya uzamivu, na ndio maana unaitwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Sisi UDSM tunaona fahari kubwa sana kuwa nawe wewe siku ya leo. Wewe ni miongoni mwa mabalozi wetu wema wa chuo chetu. Tunakuombea mafanikio mema katika kazi unazozifanya. Umeanza vizuri, kanyaga twende. Mheshimiwa Waziri Mkuu na ndugu viongozi na wageni waalikwa, tumekusanyika hapa leo kutokana na uamuzi wa busara, maono na maelekezo na maagizo ya rais wetu mpendwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan.